Bana, unaambiwa mchekeshaji wa East Africa ambaye ni Kicheche amezoeleka na kufahamika kwa jina hilo. Amekuwa mtu pendwa zaidi ama mchekeshaji pendwa zaidi, ambapo karia yake iliweza kumtambulisha vyema na mapokezi yalikuwa ni makubwa sana katika engo hii hapo ya uchekeshaji. Nikwambie kwamba kuna tamthilia yake mpya ambayo ameweza kuitoa, inaitwa Operation Order. Hii ni tamthilia yenye ubunifu sana. Ukitazama tamthilia kadhaa ambazo ameweza kuzicheza mtaalam Kicheche, ukija kuangalia na Operation Order, utaweza kuona kwamba Kicheche ni mtu ambaye anaweza kubadilika kwa nafsi, kwa namna yoyote ile pale ambapo akiamua kuleta jambo lake katika upekee linakuwa hivyo, na atakavyokuja mashabiki zake wamekuwa ni wenye kawaida ya kuweza kumpokea na kumpa ushirikiano katika kiwango kikubwa zaidi. Ni kujuze tu kwamba kuhusiana na tamthilia hii ambayo inaitwa Operation Order, lakini kama bado hujasubscribe channel hii hapa, basi nikwambie kwamba utakuwa ukipitwa na mengi sana ambayo yanayokuwa yanajiri kupitia channel hii hapa. Basi ili uweze kuona para taarifa zetu kila wakati, jambo la msingi tu fanya usubscribe. Chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe, kilibonyeza utakuwa ni moja kati ya watu ambao mtakuwa mkipokea taarifa zetu kila wakati, na mtakuwa wa kwanza kutana notification kwa ajili ya kuweza kupokea taarifa mpya. Basi tuelekee katika hiki ambacho nimeweza introduce au kukuletea utangulizi mfupi. Kicheche bwana ameachia tamthilia mpya ambayo inaitwa Operation Order, ambapo ndani yake ameigiza kama afande mpelelezi ambaye amepewa order na askari ama kiongozi wake katika kitengo cha askari wake, yani mkubwa wake wa kazi, akiwa yeye pamoja na maaskari wenzake waliweza kupewa kazi ya kwenda msituni kwa ajili ya kwenda kukamata majangili ambao kwa nafasi kubwa sana amekuwa akiteketeza ule msitu na kuweza kuharibu maisha ya wanyama, kwa sababu ukizingatia vitu kama hivi hapo vinakuwa ni usalama zaidi kwa ajili ya taifa ama ni nembo ya taifa. Unaona bwana. Sasa baada ya kuwa Kicheche pamoja na jeshi lake wameelekea msituni, kitu ambacho hawakutegemea, walikutana na watu wa ajabu sana katika msitu huo. Watu wa ajabu walikuwa wamevaa mavazi ya kacha, yani ya kitamaduni, yani namaanisha kwamba mavazi fani vya ngozi ambao walikuwa wameyavaa wale majangili ambao kazi yao wao ni kukaa msituni kwa ajili ya kuinda wanyama na kutengeneza maisha yao katika msitu. Lakini kumbe wale washikaji ambao wako msituni hapo, kule ndio sehemu ya makazi yao, yani ndio maisha yao jinsi ambavyo walivyoyaweka huko. Unaona bwana. Kwa hiyo mtu mwingine akifika pale wanamuona kama vile ni mtu kaja kuvamia katika makazi yao. Sasa baada ya kuwa hawa maaskari kadhaa wameongozana pamoja na Kicheche kufika maeneo haya katika msitu huu, waliweza kukutana na watu wa ajabu ambao walikuwa wamevalia mavazi ya ngozi. Baada ya kuwa wamekutana na watu ambao walikuwa wamevalia mavazi ya ngozi, kitu cha pekee ambacho ilikuwa ni faida kwao ni pamoja na kuganda. Yani ukiganda, wale washikaji wanakuja wanakuchekesha fulani hivi, wanakutisha kama wanataka kuue fulani hivi. Ukikaza usipotikisika, basi wanaamini kwamba wewe sio mtu, ni mti. Basi unaambiwa kwamba operation ilivyoanza, wale washikaji wa msituni baada ya kuwa wamefika pale, sasa kitu ambacho walichokianza, walianza kuwachekesha na kuwatisha watu wengine. Watu wengine walikaza bila kuonesha dalili yoyote, lakini baada ya hapo Kicheche yeye alishindwa kuvumilia na hatimaye akaingia katika mtego wale watu bwana. Alicheka akasababisha wale watu wengine wote kuweza kukamatwa. Vitimbi ambao vilizidi kuendelea ndani yake humo ni pamoja na ilifikia wakati sasa wameshatekwa, sasa wamefungwa kamba miguuni pamoja na mikononi, yani kiasi kwamba hawawezi kuelekea sehemu yoyote. Wamesimamishwa katikati ya miti mingi, yani kila mtu akiwa na mti wake pale kafungwa. Unaona bwana. Sasa wakati wakiwa wametulia, wana hili wala lile, hawajui ni wapi ambapo watakapoweza kuelekea au kuweza kutoka katika mtego ambao wameingia, mtego ambao wameingia kwa bahati mbaya au katika misheni yao waliweza kutaiminiwa, yani wao waliweza kutaimiwa. Baada ya kuwa wameweza kubananishwa, wameshasuka kuweza wakakamatwa. Sasa wakati wakiendelea kuwaza ni namna gani ambavyo wataweza kunasuka katika hicho kisanga, walikuja wanawake kadhaa, wawili ambao walikuwa wamebebea ndizi. Baada ya hapo wakaweza kumpatia wengine wakakataa, lakini zamu ya Kicheche yeye aliweza kuipokea ndizi. Bana, ili ni bonge la tamthilia ambalo hapa nimekuonjesha uondo, na ili uweze kuifuatilia katika tamthilia hii hapa katika YouTube account channel ya Kicheche pale unaweza ukaipata vizuri sana.
Baadaye basi binti mmoja akawa ameonyesha kumpenda sana Kicheche na akawa ameonyesha tabasamu hilo wakati wa msosi. Ilionekana kabisa Kicheche amependwa. Sasa hiyo ikawa ni plan kati ya wale maskari wenzake, wakamwambia kwamba wakati huu ndio utakuwa ni wakati ambao utakaoweza kusababisha sisi kuweza kutoka. Mwanamke yule amekupenda, kwa hiyo akija kuanzisha mahusiano na wewe basi utaenda kwa ukamzuru huko, ukamzimishe, alafu uje utuokoe sisi. Basi usiku ule mwanamke akawa amekuja kumchukua, na plan ikawa ni ile ile kwamba Kicheche aende akafanyaje, aende akamzuru ule mwanadada. Lakini alivyoenda huko bwana, akasaliti wana. Baada ya kusaliti wana, akajikuta anaingia katika upendo na kupeana upendo yeye kati ya yeye na yule mwanadada. Yani nikikwambia upendo utakuwa umeshaelewa, si ndivyo? Tusiweze kuvunja sana mayai. Basi nikwambie kwamba Kicheche akarudi pale na akasema kwamba mimi siwezi kukubali kumsaliti yule mwanamke kwa sababu amenipa vitu ambavyo katika hii dunia yeye ndio amekuwa kwanza kunipatia na hakuna mwingine. Kwa hiyo Kicheche akawa amefanyaje, amesaliti wana. Lakini ilipoishia sasa ni pale ambapo kwa mara ya pili tena wamekuja wale jamaa, wamemchukua mtu mmoja na kwenda kumzuru, yani kumsababishia kumdhuru mwili au kumdhuru maisha yake. Wale washikaji yote maskari wakaanza kumlaumu Kicheche. Kicheche akasema kwamba kwa wakati huu siwezi kurudia tena makosa, mwanamke yule akija naweza kumdhuru. Sasa baada ya muda fulani yule mwanamke akawa ameshakuja pale, akamwambia, akamchukua ile kwenda naye msituni. Wakati huu ilikuwa ni mida ya mchana tu, lakini alipofika msituni pale Kicheche akaona hapana, siwezi kumsaliti huyo mwanamke, bora nisaliti wana. Hapo sasa akawa ametabasamu ili kuona nini ambacho kitachoweza kuwa kinaendelea katika wakati huo hapo. Basi nikwambie kwamba tamthilia hii bana iliishia hapo, lakini ili uweze kuitazama vizuri, ingia uweze kuona hiki ambacho umeweza kukisikia bana. Nikushukuru sana kwa your time. Wakati huu nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine tena. Bye bye.